Habari za baraka za Bwana. Leo tunaingia katika sura moja ya muhimu zaidi katika Biblia, Kumbukumbu la Torati 28. Hapa Musa anaweka mbele ya Israeli chaguo kuu, baraka kwa kutii au laana kwa kuasi. Sikilizeni maneno ya Mungu. Lakini ikawa, kama ukimsikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, ukishika kuzifuata amri zake zote ninazokupa leo, basi Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote ya dunia. Hii ni ahadi kubwa. Lakini pia kuna onyo kali. Tunayo mipaka ya baraka na laana. Mungu ni Baba mwema, lakini pia ni mhakimu wa haki. Leo tutaona jinsi chaguo letu linavyoathiri sisi wenyewe, jamii zetu, na hata ulimwengu wote. Hebu tusome pamoja mstari wa kwanza. Lakini ikawa, kama ukimsikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, ukishika kuzifuata amri zake zote ninazokupa leo, basi Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote ya dunia. Kisha Mungu anaelezea baraka 8 kuu: baraka mjini na shambani, baraka ya uzazi wa binadamu na mifugo, baraka ya chakula na mazao, baraka ya kuingia na kutoka, ushindi dhidi ya maadui, baraka za ghala, na baraka katika kila kitu unachofanya. Lakini kisha onyo hili: lakini ikawa, kama hukimsikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, ukashindwa kuzishika amri zake zote na maagizo yake ninayokupa leo, basi laana hizi zote zitakuja juu yako na zitakufikia. Laana ni kinyume cha baraka: maangamizo, njaa, magonjwa na ufukuzaji. Mambo ambayo mara nyingi tunakosa. Kwanza, baraka za kwanza zinaongea juu ya mazao, pamba, mifugo na chakula. Mungu hajasahau mahitaji yetu ya kila siku. Pili, laana zinaanza na kutokuelewana. Mstari wa 28 unasema, Bwana atapeleka juu yako mchongo na kukuchanganya. Dhambi huharibu uongozi na mawasiliano. Tatu, angalia mstari wa 68, Israeli watafufuliwa Misri katika meli kama watumwa. Hii ni mzunguko kamili, kutoka uhuru hadi utumwa kwa sababu ya kutokutii. Pia neno kwa bidii katika mstari wa kwanza ni muhimu, si kutii tu, bali kutii kwa shauku na moyo wote. Mungu anataka moyo wetu, si tu matendo yetu. Tunayo mabadiliko makuu ya kiroho hapa. Kutii kunaongoza kwenye baraka. Mungu anabariki wale wanaomtii kwa moyo wote. Hii si kazi, ni mahusiano. Kuasi kunaongoza kwenye laana. Dhambi huleta maangamizo ya kibinafsi na kijamii. Laana haziathiri mtu mmoja tu, zinaathiri familia, kabila na taifa. Chaguo linaongoza kwenye matokeo. Kila chaguo lina matokeo ya milele. Mungu hatutumii, anatupa huru ya kuchagua, lakini hatuwezi kuchagua matokeo. Hii inaonyesha haki ya Mungu na upendo wake. Anawaambia Israeli kabla ya kuingia Kanaani jinsi ya kuishi na kubarikiwa. Si ni Mungu mwema? Lakini pia anaonyesha jinsi dhambi inavyoharibu kila kitu. Wanyamapori wanashuhudia mazungumzo haya ya baraka na laana. Wanaona jinsi chaguo za binadamu zinavyoathiri ulimwengu wote. Nakiona kutoka juu, Israeli iko kwenye uwandani mkuu. Wanaweza kuchagua baraka au laana. Nimeona jinsi baraka za binadamu zinavyotuathiri. Wakati wanamtii Mungu, mazao yanakuwa na sisi wote tunafurahia. Lakini pia nimeona laana. Wakati binadamu wanaasi, hata sisi tunahangaika: ukame, njaa, magonjwa. Kwa nini binadamu hawajui baraka walizonazo? Wamepewa chaguo ambalo hakuna mnyama aliyepewa. Tunaomba wachague baraka. Ulimwengu wote unahangaika kwa sababu ya dhambi zao, kama Warumi 8 inavyosema. Sasa ni nini maana ya hili kwetu leo? Kwanza, chagua kutii Mungu katika mambo madogo ya kila siku. Baraka hazijalitokani, zinatokana na utiifu wa moyo. Pili, omba kwa ajili ya taifa lako. Baraka na laana haziathiri mtu mmoja tu, zinaathiri jamii nzima. Tatu, shukuru kwa baraka za Mungu. Israeli walisahau haraka baraka zao na tukafuata njia za mataifa mengine. Lakini kwa Wakristo tuna habari njema. Galatio saa 3 na madakika 13 inasema, Kristo ametulipa fidia kutoka katika laana ya sheria. Yesu alipokea laana zetu ili tupate baraka za Ibrahimu. Hatuna hofu ya laana, bali tunafurahia baraka za Mungu kwa njia ya Yesu. Lakini bado tunahitaji kuchagua kutii kila siku. Tuombe pamoja. Bwana, tunakushukuru kwa baraka zako. Umetupa chaguo, tunachagua kukutii. Tusamehe pale tulipokwenda kinyume na mapenzi yako. Tubariki, lakini tusije tukasahau baraka zako. Tukumbusha kutii kwetu kila siku.
Tuomba kwa ajili ya mataifa yetu, uwape viongozi busara ya kukukaribia. Kwa njia ya Yesu tumeokoka kutoka laanani. Tufanye maisha yetu kuwa shukrani kwa wokovu wako. Tunakuomba kwa jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.